amekuwa akitoa ushindani mzuri na ushindani wa kutosha dhidi ya Yanga Afrika, lakini kwa leo ilikuwa tofauti. Leo amepoteza kwa idadi kubwa ya mabao. Bao 5 ni nyingi sana, wanasema hata usipozigeuza kuwa chapati bado ni nyingi, lakini nafikiri challenge kubwa ambayo ilikuwepo ni wachezaji wa JKT walishindwa kuendana na kasi ya Yanga ambayo waliingia nayo kwenye mchezo huu. Young Africans walikuwa bora sana hii leo na walikuwa wana deliver performance ya kiwango cha Mwalimu Ahmad Ally tactical and technically alikosea wapi? Kwa sababu katika michezo ambayo wamecheza mara nyingi kama atafungwa basi 1-0, muda mwingi timu inakaa nyuma, lakini leo kaonekana kupishana. Shida ilikuwa wapi? Nafikiri shida ya kwanza ilikuwa ni muda ambao wao wanapoteza mpira. Walikuwa wapo weak kwenye kwenda kuiwania. Unajua ukipoteza mpira reaction yako ndio inayo decide kama mpinzani wako akushughulikia kwa kiwango gani. Unapaswa kuwa fast as much as possible ili uweze kushinda hiyo mipira, lakini kwake ilikuwa tofauti. Wachezaji wake hawakushinda mipira mingi kwa haraka, lakini hata pale ambapo walitakiwa kushinda hiyo mipira bado walikuwa weak, kwa maana ya okay, tunaenda kuwania mpira. Mimi saa ngapi ambapo naweza nikawa na uwezo wa kucheza huo mpira na nikafanikiwa kushinda? Ilikuwa changamoto. Eneo la mwisho walikumbana na Yanga ambayo imefanya homework yake vizuri, kwa sababu muda ulivyokuwa unazidi kwenda Yanga ndio walipokuwa wanazidi kuongeza speed yao na walikuwa wanaweza kushinda zaidi. Ndio. Ukiangalia pale kwenye msimamo JKT yuko juu kwa maana ya michezo aliocheza, lakini pia sababu nyingine watu wanasema ni kwamba ni kama JKT vile waliochukulia poa labda Young Africans, lakini Young Africans performance alionyesha kule, inawezekana mwalimu leo aliwapushi zaidi, kwa sababu kocha inaonekana kwenye kipindi cha pili watu walalamika anakosa plan B. Kipindi cha kwanza wakipata bao moja, kipindi cha pili wakipata bao 4, maana yake bila shaka walikuwa wamepush zaidi. Absolutely, kwa sababu unahitaji kusema hivyo, kwa sababu as much more muda ulipokuwa unazidi kusonga ndivyo Yanga walivyoongeza kasi yao ya kushambulia, lakini pia ndivyo walivyoongeza ubora wao kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo performance inavyokuwa mbaya mechi moja, nafikiri watu wengi walidoubt kuhusiana na uwezo wa mwalimu, lakini wewe hujawahi kuona mimi nikiandika doubt yoyote, kwa sababu mimi nitakuwa mtu wa mwisho kwenye ule msafara wa watu wanaoitwa consult hawezi kuifundisha Young Africans. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kwa sababu ni mwalimu ambaye ana uwezo huo, ana uwezo mkubwa na ameshadhihirisha hilo. Kwa hiyo kinachosalia sasa hivi ni yeye kuendeleza tu kile kilicho bora, lakini ubora na performance ya Yanga haiwezi kuwa judged tu kwa sababu ya mchezo mmoja ama mchezo miwili. It happens, timu inapoteza performance yake, lakini inaweza kuregain na kuja kuendelea kupambana. Kwa hiyo bila shaka ule mchezo ulikuwa ni wake up alert na wanaenda kwenye mchezo mwingine. Kwa hiyo wanapocheza kwenye authority ya namna hii, performance ya namna hii, ni strategy nzuri kuelekea kwenye mchezo unaofuata. La mwisho, ushindi huu ambao wamepata Young Africans wa mabao 5 na mabao yamefungwa na mtu mmoja kuelekea tarehe 1 mwezi wa 3, inatoa ishara gani? Nazareth Upete. Ni ishara ngumu ambayo watu wanapaswa kuipokea, kwa sababu walikuwa wanaonekana hapa katikati kama wameanza kuslip, lakini sasa ghafla wamerudi kwenye modi yao. Na binafsi nakumbuka hadi kwenye kipindi tulikuwa tunazungumza nikasema siamini kama Yanga ina shida nyingi, sipokuwa wachezaji wenyewe tu wajitazame kwenye kioo, wajitathmini, waone ni wapi ambapo wanakosea kuliko mwalimu ama mtu mwingine. Kabla ya kumshika mwalimu ama mtu mwingine, nafikiri wanahitaji zaidi wachezaji wenyewe waweze kujitathmini, na kweli wamekuja kudeliver performance iliyo bora. Kwa hiyo wanaofuata huko mbele pia watakuwa wameona performance. Tutaangalia pia matokeo baadaye, lakini nafikiri performance ya leo inaweza ikawa kwa namna fulani inashtua kwa kile ambacho kinaonekana. Ndio. Kila laheri bwana. Zanzibar utakuwepo? Hapana, nitakuwa zangu Singida. Haya, shukrani.